Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karibu tena katika kipindi cha Gombo la Chuo, awamu ya 3 inayohusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Leo tunataka tuangalie nyota kwa awamu 2. Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 2, Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode alipoyasikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndipo ilivyoandikwa na nabii, huu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Sikiliza, hii ni safari ya mamajusi. Mungu akawatazamisha maono ya ajabu, maana katikati ya mabilioni ya nyota wakaitambua nyota moja, nyota inayoashiria ya kwamba mfalme anazaliwa, nyota ambayo inaashiria mfalme wa falme anazaliwa, au kwa lugha nyingine nasema mfalme wa Wayahudi anazaliwa. Sikiliza mtu wa Mungu, hii nyota ilikuwa ni nyota ya kutembea. Hii nyota ilikuwa ni nyota ambayo haijanyamaza, haijatulia. Hii nyota ilikuwa na mguso wa kipekee, maana ghafla mamajusi wakaanza kuifuata hii nyota. Lakini katika safari yao mashaka yakaingia. Nafikiri mmoja wao akasema, jamani, tazama tumebeba manemane, tazama tumebeba upumba, tazama tumebeba dhahabu, tunakwenda kumsujudia mfalme wa falme aliyezaliwa. Na unajua katika nchi yetu tunaye mfalme. Huyu mfalme atakaposikia mambo yetu yataharibika. Ndivyo ilivyo katika safari zetu za imani. Lazima waweko watu ambao wana mashaka. Safari hii ya imani tumekutana watu ambao wana hofu wengi sana. Tumekutana na akina Kora, akina Dawa wanaotamani turudi nyuma. Sasa tumekutana na watu ambao wanaleta kuchanganyikiwa katika safari zetu. Mamajusi wakafanya kosa kubwa sana. Badala ya waendelee kuifuata nyota, wakaamua waende kwa mfalme Herode, wakiuliza ya kwamba mfalme wa Wayahudi azaliwa wapi? Maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumwabudu. Anauliza kwa mtu ambaye hafai, mtu ambaye hana ujuzi wote, ana taarifa yoyote juu ya mtoto anayezaliwa. Namba 2, anaambiwa mfalme wa falme anazaliwa na yeye ni mfalme yuko kwenye kiti. Ili ikaleta mashaka. Mamajusi walipeleka hofu na mashaka na woga kwa mfalme Herode. Akapanga njama jinsi gani aweze kumuua huyu mfalme anayezaliwa. Sikiliza, hapa ndipo kuna makosa mengi. Tutakaposoma somo hili kwa makini tutaangalia. Mungu anapokuita kwa wokovu, unauliza mume wako, je, niokoke? Mungu anapokuita kwa wokovu, unauliza mke wako, je, niokoke? Mungu anapokuita wokovu, unauliza wazazi wako, unauliza watoto, je, mimi niokoke? Hili ni swala la mtu binafsi na Mungu. Mungu anaponena na wewe, ana makusudio na wewe, ana jambo juu ya maisha yako. Inabidi ufuate Roho Mtakatifu, sio kufuata watu, sio kufuata mkumbo. Maana nyota hii ilikuwa ni nyota ya kutembea. Na alipoenda kwa Herode, Herode anaita wakuu, anaita makuhani,
ikaleta hofu kubwa ndani yake, ikaleta mashaka mengi ndani yake, ikaleta jinsi ya kupanga njama. Hebu tusome kidogo ili uone. Biblia inasema mstari wa 7, kisha Herode akawaita wale mamajusi faradani, akapata kwao hakika ya muda tangu alipoonekana ile nyota, akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkisha kumwona nileteni habari, ili nami niende nikamsujudie. Herode hakuwa na haja ya kwenda kumsujudia Yesu, hakuwa na haja ya kwenda kumwabudu Yesu, hakuwa na haja ya kwenda kumtolea Yesu. Yeye haja yake alitaka uhakika ni wapi, ili aende auangamize Yesu. Katika safari hii tuna watu wanaoangamiza, kuna watu ambao wanaua, lakini tutaangalia awamu ya 4 katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki.